Naam, bwana, kama unavyoelewa mtazamaji wa Trend TV, tokea mwaka jana ilitokea tukio moja kubwa sana katika wale mabilionea wakina marapa maarufu wenye pesa zaidi hapa duniani. Tunazungumzia marapa kama watatu au wanne wa muda wote ambao ndio matajiri zaidi. Hapo utamzungumzia Jay-Z, utamzungumzia pia Kanye West, bila kumsahau P Diddy. Hawa ni marapa ambao wana mpunga mrefu sana, lakini katika hawa marapa bwana, kumekuwa na anguko la rapa mmoja wapo ambao ni P Diddy. Amekuwa katika kesi nyingi sana za mambo ya unyanyasaji wa kijinsia, usafirishaji wa watu kwa biashara za kusafirisha watu kwa ajili ya matumizi ya kingono na mambo mengine mengi sana. So P Diddy bwana, kesi yake bado inaendelea. Na tokea mwaka jana tulikuwa tumeizungumzia sana, lakini tumepata updates kuhusiana na hii kesi ya P Diddy. Charges has been dropped. Some of the charges have been dropped. Yani maana yake ni kwamba kuna baadhi ya kesi zimeanza kufutwa. Kwa hiyo hii ni dalili nzuri kwa upande wake, huenda huyu Mnyamwezi bwana akatoka huko jela. Unaona bwana, so unaambiwa kwamba kesi 5 za P Diddy zafutwa. Hicho ndo kichwa cha habari. Hapo unaambiwa kwamba bwana, jaji ametupilia mbali mashtaka ya RICO na mengine katika kesi ya mwaka 2024 aliyofunguliwa mtayarishaji Rodney Lil Rod Jones dhidi ya P Diddy. Siku ya Jumatatu Machi 24, jaji wa wilaya J. Paul Octen, bwana huyu jamaa ana jina kama Mjaluo, ameandika kwamba anaitwa J. Paul Octen, alitoa uamuzi katika mahakama ya wilaya ya Marekani kwa wilaya ya kaskazini ya New York, ambao umetupilia mbali madai kadhaa ya kesi ya madai iliyofunguliwa na Rod Jones Februari ya mwaka jana. Rod Jones alimfungulia Diddy mashtaka mnamo Februari 26 mwaka huu 2024 katika wimbi la kwanza la kesi za madai dhidi ya mfanyabiashara huyo na mwanamuziki anayekabiliwa na matatizo. Jones alidai kuwa aliishi na Diddy wakati alipokuwa akitayarisha album ya The Love Album of the Greedy kati ya Septemba 2022 na Novemba 2023. Katika kipindi hicho, Jones alidai kwamba alikuwa shahidi wa Diddy akitumia cocaine, yani madawa ya kulevya, lakini pia vile vile akiwalewesha watu na kufanya nao ngono, wasichana wadogo, kusafirisha wanaume na wanawake kwa ajili ya biashara ya ngono. Licha ya kutupilia mbali mashtaka hayo matano ya kesi ya 14, jaji ameruhusu kesi kuendelea kwa madai yaliyosalia, ambayo yanajumuisha madai kadhaa ya unyanyasaji wa kijinsia. Umeona bwana, kwa hiyo kuna baadhi ya kesi zimeanza kuwa dropped. Yani Diddy ameanza kushinda kesi, na mpaka tunavyozungumza sasa hivi katika kesi zote zile zinafika takriban hata 75 ameshashinda. So tutakupa ripoti zaidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda, lakini pia tunataka uweke maoni yako katika comment section. Tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment. Unahisi kwamba Diddy atashinda kesi zote au la? So make sure una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.